kuongeza uongozi wa chuo kwa kubridge the gap, kwa kuona kwamba vijana hapa wanasoma, lakini lazima kuwe na kituo cha entrepreneurship kuwasaidia bunifu zao, kuweza kuwa mentor na kuwa incubate waweze kufika wakati zikawa ni ajira na wakaweza kujiajiri. La pili, nipongeze madamu anasimamia kituo hiki na wenzako kwa kazi nzuri mnayoifanya. Tunaiona kutokana na presentation waliofanya vijana wenu. Hongereni sana. Lakini la tatu, kuwapongeza sana. Naamini hao wanne ni moja tu kati ya vijana wengi ambao mnawasimamia, kwa kuona kwamba elimu inayotolewa inapaswa kumwandaa kijana kuweza kukabiliana na mazingira yake, kuweza kukabiliana na dunia. That's what people are going to do in higher learning institutions. Na Arusha Technical School ni moja kati ya maeneo ambayo yanafundisha vijana, hasa katika level ambazo tungependa kuziona zaidi vijana wanajiajiri. Kwa hiyo niwapongeze sana wale vijana wanne waliofanya presentation zao, lakini niwapongeze na wale wengine ambao hawajapata nafasi ya kufanya presentation. Nia ya ziara hii kama nilivyosema ni kuja kutembelea, kuona hizi incubation centers, moja kati ya hii ya serikali, kuona zile za watu binafsi, na kesho asubuhi nitakuwa nazungumza na startups. Vijana wote ambao wana kampuni changa hizi, tutakuwa pale jengo la PAP kuanzia saa 2 asubuhi tukizungumza. Nia ya kuzungumza ni nini? Nia ya kuzungumza, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayo maelekezo mahususi ya kutaka kuona jitihada za vijana wa startups zinaungwa mkono na serikali. Kutaka kuona yale maeneo ambayo sisi tulipewa dhamana ya kusimamia wizara hizi ambazo zinao vijana wa startups. Wako startups wa ICT ambao wako chini ya wizara yangu, lakini wako vijana wa startups nyingine, lakini na wenyewe wanatumia mifumo ya tehama. Kwa na wenyewe automatic na fall kwenye digital platform. Na Mheshimiwa Rais tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2024 alizindua mkakati wa uchumi wa kidigitali wa taifa, Tanzania Digital Economy Strategy wa miaka 10 kuanzia 2024 mpaka 2034. Sasa katika kutekeleza mkakati ule lazima kila mdau awe on board. Kwa the ecosystem ya startups, vijana wa startups wanatakiwa kujua kwamba serikali yao inajua jitihada wanazozifanya, na tunatakiwa tukutane tuzungumze. Kwa sasa mchakato wa sera ya startups umeanza, na tumependa sera hii iwe ni ya startups, isiwe sera ya kukaa kwenye madawati yetu kuiandika. Kwa moja kati ya mambo tutazungumza kesho asubuhi pamoja na hayo ni pamoja na kujua kwamba sera ya startups inaandikwa ili kujua vijana ni mambo gani madogo madogo. Leo umeona hapa baba wana jambo dogo sana la hosting kwenye server, ambapo ingepashwa kuwe na uwezo wa sisi kuona kwamba vijana kama hawa wenye bunifu zao, akiwa na bunifu anataka kuhost server ziwe available, akiwa na bunifu anataka internet connection ziwe available, akiwa anataka kufanya testing kuwe available, ili aweze kujaribisha afike hapa leo alipofika baba. Lakini alipofika baba nako na kwenyewe kuna sehemu na naye atakao kusaidiwa kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio kazi yetu sisi tulioandikwa kufanya. Kwa hiyo niwathibitishie pamoja na pongezi, kesho asubuhi tuje kufanya mjadala, na niwahakikishie kwamba mjadala huu wa kesho utakuwa wa mwisho. Tutaendelea kujiengage, kuona ndoto za vijana wote wa startups ambao anaamini angefika hatua moja, sema kuna sehemu amekwama ambao serikali yake inaweza kuikwamua. Tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunakwamua na kuhakikisha ndoto zao zinaenda kuwa ajira. Kama alivyosema baba na wenzake, ameajiri vijana, leo wako sitting room nyumbani, kesho watapewa kwenye ofisi inayoeleweka, kesho ametanuka Afrika nzima, ametanuka dunia nzima, na yeye aweze kuingiza kipato, investors wake waweze kupata faida, vijana wenzake waweze kupata ajira, watu waweze kuuza na kununua, serikali ipate kodi. Ndio nia ya ziara yangu.